Mungu anapomkaribia mwanadamu analeta neema ya wokovu, analeta maisha mapya, analeta masamaha, analeta ondoleo la dhambi, analeta hali ya kumhesabia mtu kuwa mwenye haki, anamuhamisha mtu katika hali ya giza na kumuingiza katika nuru, katika pendo la Yesu Kristo. Ndiyo maana ya Mungu kumkaribia nani? Mwanadamu. Baada ya Adamu wa kwanza kufarakana na Mungu, Mungu ambaye ni mkamilifu ilibidi aje katika namna ya kibinadamu. Yohana 1 mstari wa kwanza, Mungu aliyekuwepo hapo mwanzo ambaye ni neno. Mstari wa 14 Yohana sura ya kwanza, Mungu aliuvaa mwili akakaa pamoja na wanadamu, Emmanuel. Alikuja kurejesha, kupatanisha yale mahusiano ya Adamu wa kwanza yaliyopotea pale bustani ya Eden. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu kumkaribia mwanadamu, Yesu Kristo anazungumza katika kitabu cha Ufunuo, andika Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20, Yesu Kristo mwenyewe anasema, tazama nasimama mlangoni na bisha hodi. Anasema mtu akisikia sauti yangu akinifungulia, nitaingia ndani yake, nitakula pamoja naye na yeye atakula pamoja na nani? Na mimi. Ikimaanisha kama Yesu Kristo anasema tazama nasimama mlangoni na bisha hodi, ni lugha ya picha ambayo Yohana alikuwa anaiandika akiwa katika kisiwa cha Patmo, ikimaanisha Mungu atamtembelea mwanadamu, Mungu atamkaribia mwanadamu. Lakini anapomkaribia anakuja kukupa mwaliko. Mungu anatoa mialiko ya kuhusiana pamoja na yeye. Anasema yule ambaye atakayemfungulia moyo wake kwa kusikia sauti ya Mungu, kusikia injili ya Yesu Kristo na kuamini, yule atakayemfungulia moyo wake atakuwa pamoja na yeye. Kuna mtu mmoja anaongea hapa jamani. Yesu Kristo mwenyewe alipokuwa katika mwili, kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14, andika Yohana sura ya 14 mstari wa 23, anasema mtu akinipenda atashika maneno langu, atashika neno langu. Yeyote anampenda Yesu atashika neno lake. Anasema na Baba yangu atafanyaje? Atampenda, na mimi na Baba yangu tutakuja kufanya makao ndani ya huyo mtu. Nani? Yule ambaye ameufungua moyo wake, yupo tayari kuisikia kweli ya Kristo, kuisikia injili ya Yesu Kristo na kuiamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maamuzi ya kufungua mlango, maamuzi ya kuipokea kweli ya Kristo yako ndani ya mwanadamu. Mungu hamlazimishi mtu kupokea uzima wa milele, kipawa cha neema ya wokovu ndani ya maisha yake. Huaga anampa mwaliko. Akifungua mlango, akipokea mwaliko, neema ya wokovu inafanyaje? Inafanya makao ndani yake. Habari njema ni kwamba Yesu Kristo alipokuwa katika mwili, katika kitabu cha Yohana sura ya 3, Yohana sura ya 3 mstari wa 16 hadi wa 18. Ule mstari wa 18 anasema, atakaye niamini amehesabiwa haki, hahukumiwi. Lakini atakaye kataa injili ya Yesu Kristo amekwisha hukumiwa tayari. Haleluya. Kwa lugha rahisi, lazima moyo wa mtu hapa duniani uamini kwa habari ya kazi ya msalaba. Hakuna mtu yoyote yule tuliopewa hapa chini ya jua. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12. Anasema hakuna mwanadamu yoyote yule tuliopewa hapa chini ya jua, na hakuna jina la mtu yoyote yule tuliopewa hapa chini ya jua liletalo wokovu isipokuwa jina la nani? La Yesu Kristo. Lazima mtu asikie habari za Yesu Kristo, na lazima mtu aamini habari za Yesu Kristo. Lakini mtu ataaminije kama hakuna watu wa kusambaza habari za Yesu Kristo? Mathayo, andika Mathayo sura 28, Mathayo sura 28 mstari wa 19 hadi wa 20. Tumepewa wito ulio mkuu, wito wa kwenda dunia nzima, wa kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo, kwa kuwafundisha, kuwafanya kuwa wanafunzi habari
za Yesu Kristo. Lazima kuwe na ile utayari wa mtu wa kwenda kwa mataifa, wa kufanya uinjilisti. Haufanyi uinjilisti ukiwa kanisani kwa sababu tangazo limetolewa Jumapili au mchungaji anasisitiza. Unafanya uinjilisti kwa sababu ni jukumu la kila muamini. Unapokuwa katika maeneo yako ya biashara, unapokuwa katika maeneo yako ya kazi, ya ajira, unapokuwa katika mizunguko, unapaswa kufanya uinjilisti kwa sababu umefanyika kuwa ni familia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutasoma Warumi sura ya 10. Warumi sura ya 10 mstari wa 13 na 14. Biblia inasema, anasema kwa kila aliitaye jina la Bwana ataokoka. Kila aliitaye jina la Bwana amefanyaje? Ataokoka. Inamaanisha wokovu ni wale ambao wanaamini katika jina la Yesu Kristo. Watamwaminije wasiyemsikia? Maana imani huja kufanyaje? Kwa kusikia. Watamwaminije wasiyemsikia? Watamuiteje? Lazima awepo mhubiri wa kupeleka habari njema za ufalme wa Mungu, ili watakaosikia waamini, wapokee kipawa cha neema ya wokovu. Nataka ujitafakari katika mishughuliko yako. Usiwe na excuse kwamba eti sina muda wa kuhubiri Injili. Unafanya kazi, unachangamana na watu, umeajiriwa, upo katika jamii, aidha upo kwako au umepanga katika jamii yetu. Watu wapo huko hawana Yesu Kristo, hawajui kweli ya Mungu. Muda gani unaotumia kuzungumza habari za Yesu Kristo ukiwa katika maisha yako ya kawaida? Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu kuisikia sauti ya Mungu na kufungua mlango ni swala la maamuzi ya mtu, lakini mtu hawezi akaamua na kumkiri Yesu Kristo pasipo kusikia habari za huyo Yesu Kristo. Kitabu cha Isaya, andika Isaya sura ya 52. Isaya sura ya 52 mstari wa 7. Anasema, jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake yule aletaye habari njema, yeye aitangazaye amani. Ni mizuri kama nini miguu ya mtu ambaye inatembea kutangaza amani ya Injili ya Yesu Kristo. Tamanio la Mungu ni kila aliyepokea kipawa cha neema ya wokovu atangaze, awe ni tangazo kwa habari za Yesu Kristo. Baada ya Mungu kumpata mtu, kumkaribia mtu mwanadamu, kinachofuata ni mwanadamu kumkaribia nani? Mungu. Tafasiri ya Mungu kumkaribia mwanadamu tumeshaiona. Tafasiri ya mwanadamu kumkaribia Mungu, anasemaje katika kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 8? Anasemaje? Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mkaribieni Mungu nanyi atafanyaje? Atawakaribia. Tayari alishatukaribia alipotufuata, akatuchagua, akagonga, tukafungua mioyo yetu, akafanya makao ndani yetu. Yeye alitutafuta kwanza. Sio, maandiko yanasema sio sisi tuliomchagua, sio sisi tuliomfuata, ni yeye alituchagua, akatufuata, akatukaribia kwanza. Ila Mungu akishampata mwanadamu, akishafanya kuwa ni mwana wake mpendwa, akishamchagua na kumpata, kinachofuata ni wewe kumkaribia yeye. Ni wewe kuutafuta uso wake. Ni wewe kuitafuta ile kweli ya Mungu. Lazima kuwe na jitihada, lazima kuwe na bidii binafsi ndani ya maisha yako ya wokovu, katika kujua nini kinachoendelea katika ulimwengu wa roho, katika ufalme wa Mungu. Lazima uwe na shauku, lazima uwe na kiu ya kutaka kujua siri za ufalme wa Mungu. Ni tofauti mtu ambaye anakesha,
anasikiliza watumishi wa Mungu wanaohubiri kweli ya Mungu, anayekuwa na muda wake kujitenga binafsi, kufunga na kuomba na kusoma neno la Mungu, na mtu tu ambaye amekaa, kuna namna Mungu atajifunua kwa huyu tofauti na nani? Na huyu. Katika kufunuliwa kwa Mungu ndani ya mtu lazima kuwe na juhudi binafsi. Lazima mtu amkaribie Mungu, ndipo Mungu atamkaribia huyo mtu, atajifunua kwake. Daudi mfalme anaandika, Nabii Daudi katika kitabu cha Zaburi andika, Zaburi 145 mstari wa 18, anasema Bwana yu karibu na wote wamwitao kwa uaminifu. Mungu yupo karibu na wote wanaomwita kwa uaminifu. Ni kwa nini swala la Mungu kujidhihirisha kwenye maisha ya mtu baada ya Mungu kukupata? Ni kwa nini Mungu anataka kuona bidii, jitihada ndani ya moyo wako? Kinywa kilichofungwa ni hatima ya mtu au ni hatima za watu zilizofungwa. Lazima awepo mtu mmoja hapa duniani atakayefungua kinywa chake ili hatima za familia, za wanafamilia zifunguliwe, ili kesho ya mtu iweze kuwa njema. Hata Mungu anapotaka kuiponya nchi, kuiponya ardhi, Mungu alimtafuta ni mtu gani nimtumie kama chombo atakayesimama ili niweze kuiponya nchi. Mungu hafanyi jambo, huwa anatumia mwili wa mwanadamu, yule anayemwamini kwamba yeye ni Mungu wa kweli. Hakutakuwa na mabadiliko kwenye familia yenu kama wewe utasimama. Amezungumza hapa mtumishi Grace, akasema kwamba kuna mambo tunapitia sasa hivi kama watoto ni kwa sababu wazazi, kuna namna wakati wanakuwa kijana wanatuzaa hawakukaa katika nafasi yao vizuri. Na mimi na wewe hivi leo tusipokaa katika nafasi yetu vizuri, kuna namna kesho ya watoto wetu haitakuwa ni njema. Ubadaye wa watoto upo kwenye vinywa vya wazazi. Unaumba nini? Unatangaza nini kwa habari ya ubadaye wa kesho juu ya familia yako? Unaumba mauti au unaumba uzima? Unatangaza giza au unatangaza nuru? Unatangaza kibali au unatangaza kukataliwa? Unatangaza ushindi au unatangaza kushindwa? Kinywa chako kimepewa mauti na kimepewa uzima. Kile unachokichagua ndio utakula matunda sawa sawa na unachokizungumza kwenye kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize vizuri. Yeremia 29 mstari 13 anasema, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Kwa nini Mungu anasisitiza habari ya bidii? Kutafuta maarifa yake, kutafuta kweli yake. Kwa nini Mungu anasisitiza habari ya bidii? Kwa nini? Yeremia 33 andika, Yeremia 33 mstari wa 3 anasema, niite nami nitafanyaje? Nitaitika, nami nitakuonesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Kwa hiyo yale mambo makubwa na magumu usiyoyajua hayawezi akafunuliwa kwako kama kinywa chako kimekaa kimya, akipazi sauti na kulitia jina la Bwana Yesu, jina la Mwokozi. Mambo ya kiroho ni mambo ya kikanuni. Hakuna jambo linatokea from nowhere. Hakuna jambo linafanyika anyhow. Lazima kuwe na utaratibu wa kanuni ya kiroho. Lazima mtu asimame katika nafasi. Hata wokovu kwa watu lazima Mungu apitie kinywa cha mtu. Mungu katika Agano la Kale alipotaka kuwaokoa jamii fulani na kuwapekea ujumbe wa wokovu au kuwaponya, alikuwa anatumia chombo, anatumia mtu mwenye mwili kuwaendea watu. Wewe ni mtu mmoja katika ukoo wenu au familia yenu au uzao wako, Mungu aliyokuchagua kusimama kuhakikisha mambo yanatokea katika familia. Mathayo sura ya 7 andika, Mathayo sura ya 7 mstari wa 7 anazungumza mambo matatu. Anazungumza ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafungua. Kwa nini kusiwe na kupewa pasipo kuomba? Kwa nini kusiwe na kufunguliwa pasipo kubisha? Kwa nini kusiwe na kupata pasipo kutafuta? Lazima tufuate kanuni ya kimungu. Yesu Kristo alipokuwa katika mwili duniani,
miaka 1000 iliyopita, anazungumza katika kitabu cha Mathayo sura 11 mstari wa 28 na 29, anasemaje? Mstari wa 28 anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. 29 anasema, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Njoni kwangu ninyi nyote mlioelemewa na mizigo. Tamanio la Mungu sio kuona mtu anaharibikiwa. Tamanio la Mungu sio kuona mtu ameelemewa, anajifia hapo, haelewi nini cha kufanya. Tamanio la Mungu ni kumtua kila aliyeelemewa na mizigo. Kila kilichokujaa ndani ya moyo wako, iwe ni uchungu, iwe ni fadhaa, iwe ni mateso, iwe ni mifadhaiko. Tamanio la Mungu anatamani umwage moyo wako mbele zake, umwelezee shida zako, na yeye aweze kufanya jambo. Kuna watu wanataka tujifunze kutoka kwao. Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10, baada ya Penina kumsimanga na kumnanga mke mwenza Hana, Biblia inasema Hana akawa anafunga na kuomba na kumlilia Mungu katika madhabahu. Hana aliumwaga moyo wake, akamwita Mungu wa Israeli, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mungu akamuonekania, Mungu akamjibu, akampa uzao Samueli. Kuna mwanamke mmoja ambaye alitokwa na damu kwa muda wa miaka mingi. Biblia inasema alitumia fedha zake na mali zake kwa wakunga na waganga na wataalamu wengi. Luka sura ya 8 mstari wa 44. Lakini alidhamiria, Luka 8:44, alidhamiria moyoni mwake akasema, nitalishika pindo la Yesu Kristo. Alionyesha bidii, akukaa tu hivi hivi. Damu miaka mingi. Tatizo lako wewe ni la muda gani? Hatupasi kukata tamaa, tunapasa kumwamini na kumtegemea Mungu kwamba anaweza kufanya jambo kwenye maisha yetu. Ni jambo gani linalokulaza hapo chini? Jambo gani linakufanya wewe ulalamike, uwe na uchungu, uwe na huzuni? Haupasi kuruhusu hali yoyote ya kibinadamu au ya kimazingira iwe sababu ya kukukwamisha au kukufanya wewe ukae hapo chini usiweze kufanya jambo lolote lile. Danieli sura ya 6 mstari wa 10. Danieli alionyesha bidii ya kuomba. Biblia inasema alikuwa anapiga goti mara 3 kwa siku. Ziko dini nyingine watu wanapiga magoti, wanasujudu mara 5 kwa siku. Wewe ratiba yako unasema sina ratiba kwa sababu nipo busy pale kazini. Wakati wengine dini nyingine wana muda wao wa kuweka matengeneza mazingira ya kufanya ibada, hata dakika 10 tu, hata dakika 5. Wewe unaweza kuwa na muda wa kupiga story, wa kupumzika, wa kunywa chai, wa kufanya hivi, lakini unashindwa kutenga hata dakika 5 za kumwambia Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya kazi ulionipa. Asante kwa ajili ya uzao, asante kwa ajili ya familia, asante kwa ajili ya ulinzi. Hakuna visingizio au sababu yote unaweza kuitoa. Hata ukiwa katika biashara yako, unafanya biashara au ujasiriamali, unaweza kufungua kinywa chako ukanena kwa lugha mpya wakati unasubiri wateja kuja. Kuomba sio sehemu special mpaka ujifungie chumbani au mpaka uwe kanisani. Kinachoomba ni moyo. Unaweza kaomba ukiwa katika gari, katika public, hata katikati ya makelele, hata unapoendelea na shughuli zako, unaweza kuwa unamuomba Mungu. Maana unaomba katika namna ya roho. Moyo ndio unaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Danieli aliomba mara 3 kwa siku. Wewe unaomba mara ngapi? Mimi naomba mara ngapi? Daudi katika Zaburi 27, andika Zaburi 27 mstari wa 4. Tunaona Daudi anasema anachokitaka yeye au anachokitafuta yeye ni kuwepo nyumbani mwa Bwana, kuwepo katika uwepo wa Mungu, kutafakari uweponi mwa Mungu. Ndicho anachokitaka yeye Daudi. Anasema sina kingine zaidi ya kutafuta uwepo wa Mungu na kuwepo katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Kutoka 33
Kutoka 33 mstari wa 15, Musa anasema, uso wako usipoenda pamoja na mimi, usituchukue kutoka hapa. Mungu anamwambia Musa, Musa anamwambia Mungu, ni kweli Mungu umeniita, umenipa hawa watu, mamilioni ya watu, niwapeleke katika nchi ya ahadi. Anamwambia uso wako usipotoka na mimi hapa, siwanyanyue hawa watu kwenda nao.